Hali gani ndugu mtazamaji, ni matumaini yangu ukiwa mzima wa afya. Leo ikiwa ni Februari 8 siku ya Jumapili asubuhi, tutaangazia habari kubwa zopa kipaumbele kwenye magazeti nchini Tanzania kwa kuangazia kurasa za mbele na kurasa za nyuma za michezo na burudani. Leo tunaanza kuliangazia gazeti lako la Nipashe Mwanga wa Jamii linaoanza na habari inayosema nguvu ya kipato cha mke baraka au chanzo cha migogoro kifamilia. Hiyo ni habari kwenye gazeti la Nipashe ukurasa wa mbele. Lakini haya ndiyo madhara ya maneno katika ndoa. Haya ndiyo madhara ya maneno katika ndoa. Lakini habari kubwa ni mkakati mpya wa kiuchumi. Hiyo ni habari kubwa kwenye gazeti la Nipashe, inasema mkakati mpya wa kiuchumi. Tanzania na Uganda zapiga hatua mpya ya ushirikiano. Mafuta na gesi, reli na bandari vyapewa kipaumbele. Vikwazo vya barabara Afrika Mashariki vyajadiliwa kuondolewa. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Nipashe, pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini kuna habari inayosema ajali nyingine ya basi na lori yaua na kujeruhi. Ajali nyingine ya basi na lori yaua na kujeruhi. Lakini hedhi na dawa ilivyo hatari ya kuzuia mzunguko wa asili. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Nipashe kwenye kurasa wa mbele, pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukiachana gazeti lako la Nipashe kwenye kurasa za mbele, tuangazie sasa kwenye gazeti lako la Habari Leo, gwiji la habari linaandika habari inayosema mvuvi aliwa na mamba akimkimbia tembo. Mvuvi aliwa na mamba akimkimbia tembo. Lakini TRA kuanza rasmi mfumo mpya wa kodi kesho. TRA kuanza rasmi mfumo mpya wa kodi hapo kesho. Lakini Zanzibar yaandaa mpango kazi wa jinsia. Hiyo ni habari ukurasa 19 kwenye gazeti lako la Habari Leo. Linasema Zanzibar yaandaa mpango kazi wa jinsia. Lakini Tanzania Uganda sasa ukurasa mpya. Hiyo ni habari kubwa kabisa kwenye gazeti lako la Habari Leo. Nasema Tanzania Uganda sasa ukurasa mpya. Ni Dr. Samia ahimiza umoja wa kikanda dhidi ya vikwazo. Museveni ataka ukombozi wa kiuchumi kuunganisha masoko barani Afrika. Lakini kuna habari inayosema meli ya kwanza yamfuata kuanza rasmi usafirishaji Julai. Lakini vijana wamiminika kuwania kazi ya udereva Qatar. Vijana wamiminika kuwania kazi ya udereva Qatar. Hiyo ni habari ukurasa wa 4. Lakini makundi maalum yaanza kunufaika bila ya afya. Makundi maalum yaanza kunufaika bila ya afya. Lakini Samia ateua maboresho muundo mipango na nishati. Huyo ni Dr. Samia Suluhu Hassan ateua maboresho miundo mipango nishati. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Habari Leo, pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukiangazia kwenye gazeti lako la Taifa linaandika habari inayosema ni kutumia ni kutema. Ni kutumia ni kutema. Hiyo ni gazeti lako la Taifa asubuhi ya leo. Lakini kwenye gazeti lako la Jamhuri lenye linaandika Ursame akamatwa. Ursame akamatwa ni mwekezaji mtata sekta ya afya, raia wa Kanada mwenye asili ya Somalia. Atuhumiwa kutumia udanganyifu kugeuza bima ya afya shamba la bibi. Lakini kuna habari inayosema utata sakata la fidia Nyantwali. Lakini Donald Trump anavyoangusha Marekani. Lakini kuna habari inayosema Donald Trump anavyoiangusha Marekani. Lakini kuna habari inayosema Trump nguvu ya soda. Hilo ni swali la kujiuliza, Trump ni nguvu ya soda? Hiyo ni habari kubwa kabisa kwenye gazeti lako la Jamhuri ukurasa wa mbele. Huko gazeti lako Raia Mwema ngwana ni vitendo linaandika wazee wataka wakilishi bungeni. Lipumba ataka wa Tanzania msigawanywe. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako Raia Mwema. Lakini NMB yaja na mpango wa miaka mitano. NMB yaja na mpango wa miaka mitano. Lakini Jeli Siraha yamemkuta. Jeli Siraha yamemkuta. Marasima DC vichwa vinauma. Akili zote kwenye mkeka, hawajui hatima yao. Lakini gharama matibabu ya saratani yapungua. Gharama matibabu ya saratani yapungua. Lakini fagio la machinga laja. Fagio la machinga
laja. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako Raia Mwema kwenye kurasa wa mbele. Lakini tukiangazia kwenye gazeti lako la Tanzania lenye linaandika Rais Dr. Samia aipaisha Tanzania kimataifa. Lakini siri ya marehemu kutoishambulia Irani yafichuka. Lakini mafuta dizeli yashuka bei. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Tanzania kwenye kurasa wa mbele. Lakini gazeti lako la Mwanahalisi linaandika Lissu wateta jinsi serikali Lissu wateta serikali. Lakini sakata la dhahabu Profesa Ntibaijuka Kasab. Lakini kigogo wa polisi atuhumiwa unyang'anyi. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwanahalisi kwenye kurasa za mbele. Lakini kwenye gazeti lako la Tumaini Letu linaandika yaliyojiri mazungumzo na Papa na Waziri Kombo. Lakini wamlilia Padri Sabuni, waumini wamlilia Padri Sabuni. Lakini watawa waaswa kuyashika mashirika yao. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Tumaini Letu kwenye kurasa za mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukiangazia sasa kwenye gazeti lako la Zanzibar Leo lenye asubuhi ya leo lina habari inayosema wauguzi wa kunga mmebeba dhamana. Huyo ni Sheikh Wadi. Lakini Tanzania Uganda kuimarisha ushirikiano sekta ya nishati. Na Waziri Lea ajivunia matokeo kidato cha 4, huku Hemedi ataka mikakati ya kuhifadhisha Qur'ani. Lakini kuna habari inayosema Marekani kuijumuisha China mkataba wa udhibiti silaha za nyuklia. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Zanzibar Leo kwenye kurasa za mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukiangazia kwenye gazeti lako la Mzalendo lenye linaandika ni ziara ya kiuchumi. Hilo gazeti lako la Mzalendo linaandika ni ziara ya kiuchumi wanaobetisha vijana kinyemela kikangoni. Lakini Dr. Mwinyi ataka mhubiri kulinda amani kuzuia maovu. Na Rais Samia ateua ahamisha viongozi. Rais Samia ateua na ahamisha viongozi. Lakini Mufti Zuberi awataka Waislamu kujiandaa mfungo wa Ramadhani. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mzalendo kwenye kurasa za mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tuangazie sasa kwenye gazeti lako la Habari Leo kwenye kurasa za michezo. Kwa asubuhi ya leo linaandika Morocco ya mganda Regragui. Morocco ya mganda Regragui. Hiyo ni habari inaendelea ukurasa wa 22 wa gazeti lako la Habari Leo. Lakini zamu ya Singida Black Stars kuisaka robo finali. Zamu ya Singida Black Stars kuisaka robo finali. Yanga yampa tuzo Depu. Mbeya City yadhibu TRA United kwao. Mbeya City yadhibu TRA United kwao. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Habari Leo kwenye kurasa wa mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukiangazia kwenye gazeti lako la Nipashe kwenye kurasa za michezo lina habari kubwa inayosema Simba fungu la kukosa yaruhusu goli mechi 5 mfululizo. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Nipashe kwenye kurasa za michezo inasema Simba fungu la kukosa yaruhusu goli mechi 5 mfululizo. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Nipashe kwenye kurasa za mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Na gazeti lako la Nipashe kwenye kurasa za michezo ndio linatufungia usomaji wa magazeti kwa asubuhi ya leo. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Asanteni kwa utazamaji mwema na kwaherini, asubuhi njema.